unakaa chini sasa unaenda kwenye uhalisia ni kwamba Simba jana akakosa matokeo kwa sababu nyingi sana. Moja, performance ya timu ilianza kwa gea juu vizuri, wakamaliza kwa gea chini. Ilikata moto timu. Rebeka, kama ambavyo Yanga walicheza na Waarabu kule Zanzibar. Speed ya kipindi cha kwanza na speed ya kipindi cha pili, unaweza kusema hivi kipindi cha kwanza ilikuwa Yanga, kipindi cha pili ilikuwa Bajalo. Na jana kwa Simba unaweza kusema hivi kipindi cha kwanza ilikuwa ni Simba, kipindi cha pili ilikuwa ni Ashanti. Yaani unaona timu mbili kwenye vipindi viwili tofauti. Okay, hapo technically manake za fitness haikuwa juu, si ndio? Ama psychology ilikuwa baada ya goli la kwanza na goli la pili wakapagawa, si ndio? Kwa yani mambo ambayo mkirudi kwenye kambi mnazungumza na yanatibiwa. Ukivivaa viatu vya Mzee Mangungu kwa hivi sasa ungefanya jinsi? Kwanza tu mkweli viatu vya Mzee Mangungu ni vizito sana. Vizito sana kwangu mimi, naamini ndio kiongozi wa klabu ya Simba kwenye historia. Anapitia maswahibu zaidi ya kina Nkwabi, kina Denrage, unajua kwa sababu Simba wanaumizwa na Yanga. Simba waumizwa na Simba yenyewe. Mashabiki yana ndio ugonjwa sugu unaowatafuna na kuwamaliza mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba. Yanga ingekuwa na yenyewe ina alama moja, usingesikia wakimuumiza mtu. Ndio maana jana wanasema tuiombee Yanga na yenyewe ishie makundi. Kumbe tatizo sio Simba, tatizo liko kwa jirani. Anafanikiwa. Yes, na wanaona anafanikiwa, na wanaona anakuwa, na wanaona anaimarika, wanaona kwa macho. Na wakija kuangalia kwao wanaona mbona vice versa is true. Mbona sisi hatuna chochote. Umeelewa? Kwa hiyo kwanza shida ya kwanza ya mashabiki wa Simba wanaathiriwa kisaikolojia na ubora na mafanikio ya kiuongozi, kiutawala na ya kitimu ya Yanga. Kiuongozi, kiutawala na ya timu ya Yanga, kwa sababu kiuongozi Engineer Hersi yuko FIFA. Maidia Engineer Hersi anazungumza na Infantino kuliko Mangungu anavyozungumza na Dr. Mo. Mtu yuko FIFA, mikutano mingi ya online anafanya akiwa Tanzania. Ndio. Lakini Engineer yupo CAF. Maidia watu hawasemi tu kweli, lakini miongoni mwa vitu vinavyoathiri kina Mzee Magori ni Engineer Hersi. Daraja la kiutawala na kiuongozi kwenye diplomasia ya mpira wa dunia kawacha mbali sana. 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 Ni muda wa mpira wa Tanzania kuingiza damu mpya, sio tu Simba, mpira wote kwa ujumla. Kuna watu hapo kwenye mpira miaka 40, miaka 30, miaka 20, lakini ifike times tuanze kuona sura mpya, sio kwa umri. Mimi sitaki sura mpya kwa umri. Nataka sura mpya kwa mawazo, fikra na uwezo wa kuyapambanua mambo kidunia ya leo. Engineer Hersi alichokiwini anayapambanua mambo kwa dunia ya leo. Sina maana Simba hawana watu. Yawezekana hawajapewa nafasi, ama yawezekana mifumo ya klabu yao inawabana ama vinginevyo. Lakini Engineer Hersi ni ubunifu mpya wa mpira wa kileo kwenye eneo la management kwenye mpira wa Tanzania na Afrika na dunia. Ndio maana kuthibitisha hivyo yuko CAF. Yaani CAF hawakumchukua bahati mbaya. Waliona ni potential, kijana mdogo, ana mawazo mapya na vitu kama hivyo. Ndio maana hata FIFA hawakumchukua kwa bahati mbaya. Wameona jamaa anafikiri vizuri, ana mtazamo mzuri kwenye mpira wa kileo, wakaona no, anatakiwa akae hapa FIFA afanye vitu. Kwa hiyo pale alipo Engineer sio kobe kapandishwa kwenye mti. Ni mtu kapanda mwenyewe kwenye mti kutokana na quality yake, ubora wake na ufanisi kwenye eneo la. Na mimi nakwambia Simba wanazidiwa na Yanga kwenye eneo la utawala na uongozi, ambako hapa key leader. Yes, kwa hiyo Simba alikuwa na Babra, katika hali ya kushangaza wakamuondoa kwenye mfumo tu kamuondoa. Babra alikuwa ndo picha ya Engineer ilivyo. Alikuwa ni binti, ana akili mpya, mawazo mapya, passion mpya, energy mpya, alikuwa anaingia kwenye boli. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa anakuja kwenye boli, sijui nini kilitokea. Mimi mwenyewe binafsi ni mtu ambaye nimeumizwa kumuona Babra alivyoondoka kwenye mpira wa nchi yetu. Lakini miongoni mwa potential tulioipoteza kwenye eneo la diplomasia ya michezo ya kidunia kutoka Tanzania basi ni Babra Gonzalez. Kina try walijaribu. Amerejea kama mjumbe. Kama kivuli, kaja kama kivuli sana. Na nafasi alionayo ujumbe ni kupiga kura na kupiga makofi tu sana. Na kupanga mipango ndani, lakini sio rahisi kumuona kwenye madaraja majukwaa ya FIFA. Yaani pale alipo Zubeda ningekuwa kama Babra yuko pale ndio ungeweza kuona namna ambavyo Babra ana uwezo wa kufanya mambo yake. Lakini Babra ndio alifika kwenye madaraja ya CAF mapema, madaraja ya FIFA mapema kama binti, kama kutoka Tanzania. Leo hii hatunaye ile. Ukimuondoa Engineer Hersi kwa potential ya vijana, huoni mwingine ambaye yuko kwenye mpira wa Afrika wala wa dunia, huoni. Ndio maana unamwona Engineer pale alipo. Kwa hiyo tunahitaji Simba pia na wao warudishe damu mpya, malete damu mpya ambazo zilete mawazo mapya. Mimi sitaki kiongozi wa umri, mimi simchagui kiongozi kwa umri, na mchagui kiongozi kwa uwezo wake wa kufikiri, kupambanua mambo na kuyajengea hoja na kuyasimamia. Leo Yanga wanakwenda kujenga uwanja my dear. Kama mzaa hivi. Wenzao walisema
pale hapajengi uwanja, si ndio? Ikaletwa hati, wakasema tudhihirishe hati kama ni OG. Leo Yanga wamemtangaza mzabuni ambaye anakwenda kujenga uwanja. Kama utani Simba wanapiga wanaongea, wenzao wanasogea. Ndio maana nimekwambia shida ya Simba sio Simba, shida ya Simba ni Yanga. Yanga wanavyokwenda mbele, Simba inawaachia msongo na stress, depression kubwa. Si ndio? Wanajua na taratibu. Simba ndio wa kwanza kuwa na uwanja, kuwa na eneo la Bunju. Mwaka wangapi leo? Jukwaa hata moja hamna pale. Hata Simba ya vijana na inatumia uwanja Kunduchi Jeshini kufanya mazoezi na kucheza mechi. Kwa nini wasitumie uwanja wao kwa bora? Yanga wanataka kujenga hapa. Na mzaa utumbuka usaa, Yanga watajenga hapa. Simba watazidi kuchanganyikiwa. Alafu watasema Yanga inapendelewa na serikali, na kafu, na FIFA. Lakini Simba wenyewe wakae chini kitako kwa utulivu sana, kwa hekima na busara. Waangalie ni wapi walikosea. Ngoja nikupe hichi. Sports Lady. Wacha leo nikwambie vitu ambavyo labda siwaambii na watu wengine. Pole jua kali Si umeataka mwenyewe. Mimi kwa nimekaa ndani nimetulia tu. Lakini kwa sababu naisika tukasema kitu kimoja. Godfather wa mabadiliko wa mpira wa vilabu Tanzania ni Mo Dewji. Ndio mwanadamu wa kwanza kuthubutu kubadili mpira sura yake. Ni Mo Dewji. Mo Dewji. Huyu ni bilionea nambari 1 vijana barani Afrika. Ndio aliutoa mpira kweusi kupeleka kwenye nuru. You know what I'm saying? Nakuelewa na kupata. Sasa Simba na mpira wa nchi ulihitaji mtu kutoa kwenye alipopeleka pale Mo au transfer mpaka hatua moja akaja engineer. Kama utani watu waioni kitu, hawaioni kabisa. Wanafanya mzaa. Engineer akapokea darasa alilojifunza kutoka kwenye uwekezaji wa Mo, uthubutu, dhamira njema kwenye mpira wa klabu yetu, akaja akapokea elimu akamega kipande cha alichokifunza amekileta Yanga. Leo Yanga iko watu mbele. Simba inahitaji sio Mo tu. Simba inahitaji mtu mwingine ama Mo huyo alete kitu ambacho hakipo kwenye mpira wetu kabisa. Yes, ndo aliweka msingi. Kina injinia wamekuja, sijui Singida wamekuja wanakopi na kupesa wanaondoka na mafanikio yake. Anatakiwaje mtu mwingine kuleta kitu kingine kwenye mpira wa nchi, lakini pia kwa Simba, na mtu mwingine aje kumuuliza swali lingine Engineer Hersi. Engineer Hersi kaulizwa swali na Mo, kachukua muda wa kusoma, katafuta jibu kapata. Aje mtu mwingine wa Simba ama mtu mwingine kwenye mpira wa nchi amuulize swali Engineer, ili mpira wetu ufike kwenye level ya national hali sasa. Au ufike kwenye level ya kusajili mchezaji bilioni 2, bilioni 3, tufike sehemu kuweka pre-season Hispania, tufike kwenye eneo ambalo tu tunakaa meza moja tunajadiliana na Madrid kuuza mchezaji. Dieng wa national hali wamekataa kumpeleka Valencia. Yaani Valencia wamekataa kuchukua hela ya Valencia ya Premier ligi kuu ya Hispania, La Liga. Wanabaki naye. Tufike na sisi kwenye hiyo level. Kwa haya machache mimi naomba niseme asante sana. Shukrani sana. Asante.